Watu wengi wamekuwa wagonjwa, changamoto za kiafya kwa sababu hawana misuli na sio kwa sababu ni wanene. Nimeshaona watu wembamba wenye kisukari, nimeshaona watu wembamba wenye shambulio la moyo, nimeshaona watu wembamba wenye kifafa, nimeshaona watu wembamba wenye pressure. Kwa hiyo tatizo sio uzito mkubwa, tatizo ni upungufu wa misuli. Inawezekana una kilo zako 50, 60, unajisikia like a princess, lakini ukivua nguo haupendi unachokiona kwenye kioo. Nikupe siri moja ambayo wengi hamjui. Misuli ni sponge. Misuli ina tabia ile ya kufyonza sukari yote ambayo ipo kwenye damu. Sukari ni sumu, sawa? Na ndio maana ukiwa kichwa na sukari, insulin inazalishwa kwa haraka, inaenda kutoa sukari, kwa sababu sukari iko kwenye damu, ni sumu. So kama utakuwa na misuli, ukishakula tu misuli yako shusha insulin, haijalishi umekula kiasi gani cha wanga au cha sukari. Namba 2, inaanza kufyonza ile sukari ya kwenye damu iliyotokana na chakula na kwenda kuhifadhi kwenye misuli kama glycogen. Hii itakuepusha na magonjwa kama kisukari, pressure, shambulio la moyo. Misuli sio kwa ajili ya bodybuilder. Misuli ndio njia pekee ya mwanadamu kuishi. Aidha ni mwanamke, aidha ni mwanaume. So mwanamke ukiwa unaenda gym alafu unaogopa kunyanyua vitu vizito kwa sababu hutaki kuongezeka, hizo cardio haziwezi kukufikisha popote. Nimekwambia cardio fanya tu kwa kiasi kidogo sana, lakini cardio kwa ajili ya kusurvive haiwezi kukusaidia. Nitakwambia kwa nini. Misuli inasaidia kuleta insulin sensitivity. Misuli inasaidia kushusha kiwango cha cortisol, stress hormone. Sawa, kama una stress, mwanamke mwanaume, nenda gym, nyanyua vitu vizito. Misuli inasaidia kuongeza testosterone kwa mwanaume, kuondoa man boobs, kuondoa matako, kuondoa maumbile ya kile, kuondoa hizo hormones za kike zinazoitwa, pia kuondoa estrogen. Kumbuka estrogen kwa mwanamke ndio kitambi. Hormone ya estrogen ikizidi ni tatizo kwa mwanamke. Atapata PCOS, atapata fibroids, atapata endometriosis, atapata magonjwa yote kwenye menopause, maumivu kwenye period yake. Mtu mwingine inasaidia kuondoa inflammation, hayo maumivu ya magoti, maumivu ya kiuno. Misuli inasaidia kuchoma mafuta hata ukiwa umelala, sababu inafanya kazi 24/7. Kutokuwa na mafuta mengi. Kumbuka kadri umri unavyozidi kwenda, unazidi kuongezeka mafuta zaidi. So misuli inasaidia kubalance, inaondoa mafuta kwa sababu sehemu ilipo misuli mafuta hayakai, kusababisha magonjwa ya uzee kwa sababu una misuli. Na pia kitu kingine itakusaidia kulinda mifupa yako. Itakusaidia kwa wanawake kuondoa matatizo magoti, matatizo ya kiuno, hii hapa neck hump. Usiogope kuwa kama mwanaume. Kwa kujenga misuli sio kazi rahisi kama mnavyofikiria nyinyi. Katika kitu kigumu kwenye mazoezi ni kuongezeka misuli. Kwa hiyo usiogope, hormone zako haziwezi kuruhusu kwa mwanaume. Unahitaji kuwa toned, unahitaji kuwa shape nzuri, unahitaji kuwa curves, basi nyanyua vitu vizito. Itakuondolea maumivu ya mgongo, itakupa flexibility, mobility. Nakumbuka misuli tu haikupi muonekano mzuri. Misuli inakupa umri sahihi wa kuishi. Unavyozidi kuwa na maisha marefu zaidi na maisha yenye ubora zaidi. Utaona wazee wanajikongoja kwenye viti. Sio kwa sababu ni umri umeenda, ni kwa sababu hawana misuli. For longevity, sawa? Umri, maisha marefu bila magonjwa, uende kusaidia kuinama, itakusaidia kukimbia, itakusaidia kupiga magoti, itakusaidia kuchumaa, itakusaidia. Huwezi kutunza misuli kama una upungufu wa protini.